Kiporo kilikuwa kigumu. Mbona watu wamekuja na ndimu na chumvi ndio kimelika. Haikuwa rahisi Haikuwa rahisi. Watu ambao mmekuja mmeona hapa game ilikuwa bonge moja ya mechi. Nimekaa hapa watu wananiambia katika mechi ambazo mmecheza kiume na kikubwa basi ni mechi. Au nyie mjaona? Mmeona? Kwa hiyo tunashukuru Mungu, mchezo umeisha, tumepoteza dhidi ya Simba. Unajua unaposema dhidi ya Simba inawezekana watu wasikuelewe. Tumepoteza dhidi ya timu ambayo inakwenda kucheza mchezo wa finali kombe la Confederation ya Afrika. Na tumeweza kupata bao, na wakumbusha Stellenbosch wamecheza mechi 2 na Simba hawajapata hata bao katika mechi zote 2. Mnakumbuka? Lakini sisi tumetoa clean sheet kwa Kamara. Yaani katika timu ambazo zimeharibu clean sheet za Simba msimu za Kamara na sisi tupo. Kwa hiyo tumepoteza, huu mchezo umeisha, tumesahau, sasa tuna focus kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Tabora United. Lakini ilikuwa ni ngumu kiasi gani kucheza na Simba ambayo kwa sasa imeimarika sana na kuweza kupata kuruhusu magoli mawili tu ambapo timu zingine zinaweza kuruhusu mpaka magoli 5? Ni katika harakati ya kuitengeneza timu. Unajua kuna kipindi tulikuwa tunacheza na Simba tunapoteza kwa idadi kubwa mabao. Tulikaa chini tulifanya analysis siku 3 mfululizo kuangalia Simba wanachezaje. Tumeona wapi wana weakness na tumetumia weakness tumeweza kupata goal, lakini kwa bahati mbaya kuna baadhi ya maeneo tumefanya makosa madogo, tumeweza concede mabao mawili, lakini so far so good. Kitu ambacho tulikuwa tunakifikiria kimeenda kama vile ambavyo tulikuwa tumepanga. Angalia namna ambavyo timu ilikuwa inazuia, namna timu ilikuwa inashambulia, inaonyesha ni timu ambayo ilikuwa inafundishika. Kwa hiyo tuwapongeze Simba wamepata matokeo, lakini tunacha kujipongeza kwamba tumewapa mechi ambayo kila mtu akiangalia, hata mkirudi nyumbani kuiangalia maaudio mtasema kweli ni mechi ambayo inastahili kuwa mechi ya ligi kuu. Pengine kukosekana kwa kocha, labda wachezaji wameongeza morali. Kukosekana kwa kocha mkuu aliyekuwepo mwanzoni. Nani huyo? Kaliongala siku mapumziko, si atarudi? Au nyewe mmesikiaje? Hakuwepo. Sio alompa huyu ambaye umemuona hapo, alikuwa sehemu ya bench la KMC kwa muda mrefu. Msimu uliopita tulikuwa naye kama fitness coach, msimu huu tulikuwa naye na sasa hivi amekuja amesimama kwenye touchline kama head coach. Kwa hakuna kilichobadilika. Ni vile vile. Unajua KMC ni moja ya timu ambayo inaendeshwa kwa falsafa. Sawa, sisi sasa tukimchukua Pep Guardiola akawa kocha wetu, tutampa falsafa zetu. Bwana Pep, hii KMC lakini tuna falsafa zetu, tutatakiwa ucheze hivi. Angalia makocha wetu ambao wamepita, Mwalin, Kali na huyu ambaye mmemwona leo. Style ya uchezaji ni ile ile, tunapossess, tunashambulia na timu inasogea kwenda kwenye eneo la mwisho na tunaweza kufunga bao. Kwa hiyo mshangae, kuna vizuri vingi mtaviona. Hiki mlichokiona leo, kwa bahati mbaya naumia, ligi inaisha. Lakini kwa ligi ndio iko mwanzo, ningefurahi sana. Sasa leo atawana na viatu. Lakini ile ambayo mlikuwa mnasema atatufunga hat-trick amefunga. Kama sijaja hapa comment nilikuwa naona mpanzo. Vipi? Sasa mengia amepata shoot on target. Amepata shoot on target. Amefunga goli. Unajua hii mechi kama haijaanza sasa niwaambie ni wote nyinyi hapa. Nyinyi wote hapa. Nilikuwa mnajua tunakula 4 au 5. Wote. Mmekuja hapa mkuja mnasubiria mechi ishe mnaambia chukuchuku inakuaje mmekula 5. Lakini kwa bahati mbaya hilo swali limeondoka automatically. 5 hazijafika na ukweli tumeua clean sheet ya Kamara. Na hiyo ndio furaha yetu. Sisi furaha yetu mechi kwa kushinda. Kati ya mechi ambazo tumecheza tutakiwa tupate matokeo angalau ya alama moja ni hii. Tumetengeneza nafasi. Saliboko amepoteza nafasi mwisho pale. Kwa hiyo sisi tunajilaumu kuto kushinda huu mchezo. Ni aina ya mchezo ambao tungeweza kupata matokeo kabisa. Michezo ambayo imesalia target yenu ikoje sasa? Tuna mechi dhidi ya Tabora United. Tabora hiyo na hakishia hatoki. Tabora hatoki. Tabora? Christina. Shemeji yangu Christina. Nakutana naye. Shemeji yangu. Ndio ilikufa. Talaka hajaandika lakini ndio mpaka utoe talaka, Masanza angetoa talaka shaka. Kwa ni mechi rahisi kweli. Afu sikiliza Jadu, ushemeji haufi. Ushakusema ushemeji unakufa? Ushemeji haufi. Hata ndoa hivi ushemeji naenda kwenye mechi dhidi ya timu ya shemeji yangu. Afu uzuri shemeji yangu amekupita hapa pia. Kwa na kwenda Tabora. Mwambieni shemeji. Ile nyimbo ya Manifongo inaitwaje? Mnaikumbuka? Kwa hiyo nakwenda Tabora, Masanza anisamee. Naenda kumuona shemeji. Umeruhusiwa na Masanza sasa? Nimpigie au? Mpigie. Kama inawezekana mwambie kabisa. Yaani siamini kama mechi kweli tumefungwa. Ukiangalia hivi score unaona kama mechi inaendelea. By the way nitaongea na Masanza baadaye anipe ruhusa. Lakini watu wanahoji kwamba mbona hii performance ambayo tumeiona leo hatuoni ikiwa consistent. Sasa kuanzia leo angalia mechi zote zilizobakia utakiona hiki kila siku. Okay. Swali lingine? Niwakaribisha kwenye ndoa yangu. Hiyo mlitaki?